Somo langu linaitwa nguvu ya mwanamke. Tasoma kitabu cha Mwanzo, nimesema sura ya kwanza, Genesis chapter 1, Mwanzo sura ya kwanza mstari wa 26 na hadi 27. Tasoma tena. Mungu akasema, na tufanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, wakatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na wanyama na nchi yote pia na kila chenye kutambaa kitambaacho juu ya nchi. Mungu akaumba mtu kwa mfano wake, kwa mfano wa Mungu alimuumba, mwanamume na mwanamke aliwaumba. 28. Mungu akawabariki. Mungu akawaambia, zaeni mkaongezeke, mkaijaze nchi na kuitiisha, mkatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na kila chenye uhai kiendacho juu ya nchi. Mungu akasema, tazama, nimewapa kila mche utoao mbegu ulio juu ya uso wa nchi yote pia, na kila mti ambao matunda yake yana mbegu vitakuwa ndio chakula chenu, na chakula cha kila mnyama wa nchi, na cha kila ndege wa angani, na cha kila kitambaacho juu ya nchi chenye uhai. Majani yote ya miche ndiyo chakula chenu. Ikawa hivyo. Mungu akaona kila kitu alichokifanya, na tazama, ni chema sana. Ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku ya 6. Sema amina. Haleluya. Ukisoma Biblia utaanza kuona tunasema Mungu alifanya kazi siku 6 na siku ya 7 akapumzika. Kazi ambazo alizifanya kabla ya siku ya 6 zilikuwa ni kazi zilizokuwa zinaonekana kwa macho ya nyama. Zilikuwa ni kazi ambazo zilionekana kwa macho ya nyama. Kwa mfano, anga, aliposema liwe anga, likaonekana, akaliona anga ni jema. Akasema maji ajitenge, pakavu paonekane, pakavu pakaonekana. Mungu akasema miti izaliwe kwenye ardhi, na ardhi itoe wanyama kwa jinsi yake, ikawa vile. Mungu akasema, punguza kidogo. Mungu akasema pia maji yajae kwa wingi wa samaki, nyangumi na viumbe mbalimbali ndani ya maji, ikawa vile. Haleluya, haleluya. Akaumba vitu vinavyoonekana, na baadaye ndipo Mungu akasema tumfanye mtu ambaye atakuwa na mfano wetu na sura yetu, na huyu mtu akatawale samaki wa baharini na ndege wa angani. Kwanza, Biblia inaeleza vizuri, hakuna aliyewahi kumwona Mungu isipokuwa Mungu mwana pekee Yesu ndiye aliyemfunua. Haleluya. Hakuna aliyewahi kumwona Mungu isipokuwa Mungu mwana pekee aliye kifuani kwa Baba ndiye aliyemfunua Mungu. Hata malaika wenyewe hawajawahi kumwona Mungu. Hata maserafi walio karibu na Mungu hawajawahi kumwona Mungu. Ukisoma Biblia, wana mbawa 6, kwa mbawa 2 wanafunika miguu yao, kwa mbawa 2 wanaruka, na kwa mbawa 2 wanafunika nyuso zao wasimwone Mungu. Kwa hiyo Mungu aliposema na tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, unaweza kuimagine sasa malaika walishangilia, wakasema sasa tunataka tumwone Mungu anafananaje. Wewe ni wa thamani, kipigie makofi kwa jina la Yesu. Naamini mbingu nzima ilisherekea kwamba tunataka tumuone Mungu na Roho Mtakatifu na Mungu neno wanafananaje, maana anaenda kuumba kitu chenye mfano wake na sura yake. Malaika wote naamini walikuwa attention, tunataka tu. Kwa hiyo malaika wanajua nafasi yake, wakikuona wamemuona Baba. Haleluya,
Ungesema amina ningekuelewa. Unaweza kujidharau, lakini wewe ni mfano na sura ya nani? Ya Mungu. Imagine malaika walio kabisa karibu na kiti cha enzi ya Mungu Baba hawajaruhusiwa kumwona Mungu. Safari Mungu anasema nataka nitengeneze kitu chenye mfano wangu na sura yangu. Hapo kila mmoja anatamani Mungu anafananaje. Haleluya. Ilikuwa ni furaha sana mbinguni. Kwa mfano wetu na sura yetu. Sasa Biblia inaongea sentensi ambazo ukisoma Biblia kwa haraka bila kumsikiza Roho Mtakatifu huwezi kujua Mungu anaongelea nini kwa habari ya mwanamke. Mungu akasema na tumfanye mtu. Hebu sema na tumfanye mtu kwa mfano wetu na kwa sura yetu. Anayefanya ni nani? Mtu. Sema mtu. Watu au mtu? Tuko pamoja? Tuko pamoja? Nitaendelea kidogo, nikiona mko kimya tairisha sawa. Sasa hivi kuwasumbua na wafuata nyinyi mnapoenda. Mimi haleluya. Kiona nimechoka na mimi nairisha msiaje. Sasa tumemaliza. Amina. Mangalia kwa kumwambia usiposema amina mara ya mwisho basi ukapumzike ulale, sio na wasiwasi. Mchungaji atakuwa amekuelewa umechoka kwa pumzika. Sema amina kama tuko pamoja. Punga mkono hivi kama tuko pamoja. Tutamani tuendelee. Sema amina. Sio mara ya mwisho, mwambie ukinyamaza tena wanapewa ruhusa. Haleluya. Biblia yangu inasema Mwanzo 1:26 na tumfanye mtu kwa mfano wetu. Tunamtengeneza sasa hivi mtu, sio watu. Mtu ni watu au ni mtu? Toa sauti. Ni watu ni mtu? Ni watu ni mtu? Kule nyuma anaongea na watu robot. Ni watu ni mtu? Sasa hivi hata robot zinaongea. Mwoni zinatengeneza zinaongea. Haleluya. Jamani, hapa ni magumu kusimama hapa. Na hakuna kigumu zaidi kuongea na mtu anakuangalia tu. Ni watu ni mtu anakucheki. Ni watu ni mtu anasema Tena waimbaji nikaona wapigia makofi kabisa. Usinikaushie sasa. Haleluya. Jifunze maarifa kwa jina la Yesu. Sema na tumfanye mtu. Sasa hivi Mungu anamtengeneza mtu ambaye ana mfano na sura yake. Huyu ni mtu mmoja amefanya na Mungu, anayetengenezwa na Mungu na malaika wote na mbingu nzima imepay attention. Wanataka kumwona Mungu anafananaje. Na baadaye sentensi tata ikaendelea pale chini. Mungu anasema na tumfanye mtu, manake ni moja kwa mfano wetu na kwa sura yetu. Tunamfanya kwa mfano na kwa sura yetu ni mtu. Lakini Biblia inanichanganya zaidi inapoongea pale chini wakatawale. Uliyemfanya ni mtu, ilitakiwa iandikwe akatawale, kwa sababu si uliyemfanya ni mtu. Sasa akatawale, anasema tunamfanya mtu lakini wakatawale. Huyu mwandishi wa Biblia anaelewa Kiswahili kweli? Na tumfanye mtu kwa mfano wetu, wakatawale samaki wa baharini, wakatawale ndege wa angani. Wanani tena hao? Halafu haishi hapo, inaendelea kusoma Mwanzo 1. Haleluya jamani. Inaendelea kusoma mstari wa 27. Mungu akaumba mtu kwa mfano wake. Halafu anasema tena kwa mfano wa Mungu alimuumba mwanamume na mwanamke aliwaumba.
Aha. Kwa hiyo ndani ya huyu mtu ninayemuumba, ninaweka watu ndani yake. Anapotawala, wanatawala. Ndani ya mtu huyu kuna mtu mwingine namweka ndani. Ndani ya huyu mtu kuna mtu mwingine namweka ndani yake. Huyu anapotawala, wanatawala. Na tunaambiwa huyu mtu aliyeumbwa alikuwa ni mwanaume, halafu ndani ya mwanaume akaweka mwanamke. Ndio maana sema Mungu aliumba mwanaume na mwanamke aliwaumba. Sema amina kama tuko pamoja tena. Bwana Yesu asifiwe. Mwanaume na mwanamke aliwaumba. Kumbe mwanamke aliumbiwa ndani ya mwanaume. Mwanamke ni package iliyokuwa ndani ya mwanaume. Mwanamke, nabii tulia hapa nisikize kwa makini ili ujue nafasi yako ya ushindi. Na ujue kwa nini shetani anakuonea. Na ujue namna ya kumshinda kwa jina la Yesu kuanzia leo. Sema amina. Hebu sema, kwa mfano wa Mungu aliumba mwanaume na mwanamke aliwaumba. Kwa hiyo kwanza kuumbwa ni Adamu. Wa kwanza kuumbwa alikuwa Adamu. Ile Mwanzo sura ya 2 mstari wa 7, Bwana Mungu akatoa mavumbi ya ardhi, akapuliza pumzi ndani ya yale mavumbi ya ardhi, na yule mtu akawa ni nafsi hai. Yule mtu akawa ni nafsi hai, na ndio jina lake akaitwa Adamu. Lakini pamoja na kwamba Adamu amepewa mwili, lakini ndani yake kuna mtu mwingine yuko ndani yake, ni mwanamke. Alipoumbwa mwanaume na mwanamke aliumbwa ndani yake. Na ndio maana alipoitwa jina lake Adamu, wote waliitwa Adamu. Mwanamke jina lake lingine anaitwa Adamu. Kama mekana mwanamke, mwambie halo Adamu. Haleluya. Mwanzo sura ya 5 mstari wa 1. Mwanzo sura ya 5 mstari wa 1. Hichi ndicho kizazi, hichi ndicho kitabu cha vizazi vya Adamu. Siku ile Mungu alipoumba mtu kwa sura ya Mungu, alimfanya mwanamume na mwanamke aliwaumba, akawabariki, akawaita jina lao Adamu siku ile walipoumbwa. Mwanaume na mwanamke wakaitwa jina lao Adamu. Hey, sema nina kila Adamu aliye mahali hapa, piga makofi na mgelegele kwa Yesu. Nimeona wengine sio Adamu, wengine si kina nani. Haleluya. Rudi hapa mara nyingi. Bwana Yesu apewe sifa. Siku ile walipoumbwa waliitwa jina lao Adamu. Siku ile walipoumbwa, siku ile walipoumbwa, Mungu alishatoa jina, wewe unaitwa Adamu. Alipompa jina Adamu, na ndani ya Adamu kuna Adamu mwingine anaitwa mwanamke. Ndani ya Adamu kuna Adamu mwingine aitwaye mwanamke. Sasa Adamu alipokuwa ameletwa peke yake, Adamu ameumbwa yuko peke yake, lakini anajua ndani ya Adamu kuna Adamu. Anajua ndani ya Adamu kuna mwanamke. Haleluya, haleluya. Ulikuwa serious sana. Ulikuwa jeshini nini? Ulikuwa jeshini?
Kwa wanajeshi nakuona ziona zimepangana. Haleluya. Ndani ya Adamu kuna Adamu. Ndani ya Adamu kuna Adamu. Wa kwanza kuumbwa ni Adamu. Siku alipoumbwa Adamu waliumbwa. Siku alipoumbwa Adamu waliumbwa. Mungu akaumba mwanaume na mwanamke, aliwaumba. Watu wengi wanapotosha maandiko, wanasema unajua waliumba wanawake wawili, mmoja anaitwa Eva, mwingine Hawa. Hawaelewi maandiko. Kwa nini Mungu amesema na tumfanye mtu wakatawale? Ndani ya huyu anapotawala wanatawala. Ndani ya huyu mmoja kuna mwingine ndani. Anapotawala Adamu wanatawala. Haleluya. Sema Bwana Yesu, nifungue ufahamu wangu, nijue mapenzi yako ni nini leo. Mwanamke ni nini sasa? Je, Adamu pale alipokuwa ndani, alipokuwa anaishi kama Adamu, kama mwanaume, ndani yake anajua kuna mwanamke pia yumo ndani? Maana maandiko yanasema Mungu akawapa jina lao Adamu. Lao sio lake, lao. Kwa hiyo Adamu aliishi akijua ndani yake kuna Adamu. Je, huyo Adamu mwingine aliyekuwa ndani yake alikuwa anamsikia? Walikuwa wanaongea umo. Halo? Alikuwa anamsikia humo ndani? Mwanamke ni kitu gani? Ndio nisikize vizuri sana. Haleluya. Haleluya. Mbinguni wimbo wao unaitwa haleluya. Maana yake mwabudu Mungu, mwabudu daima, mwabudu Mungu, mwabudu daima. Glorify God, magnify His God, adore His holiness. Ndani ya mwanaume palikuwa na mwanamke, palikuwa na Adamu mwingine. Huyu mwanamke alikuwa ni nini? Je, naye akiwa ndani ya Adamu walikuwa wanaongea na Adamu? Je, Adamu alikuwa anasikia hata mikwaruzo ndani kuna mwanamke? Au huyu mwanamke ni kitu gani ndani ya Adamu? Mwanamke alikuwa ni nini ndani ya Adamu? Adamu ana mwili, lakini ndani kuna Adamu mwingine. Ukisoma Mwanzo sura ya 2 kuanzia mstari wa 18, Mungu akaanzisha jambo. Mwanzo sura ya 2 mstari wa 18,
Namwongelea mwanamke, siongelei mke, naongelea mwanamke. Bwana Mungu akasema si vema huyo mtu awe peke yake, nitamfanyia msaidizi wa kufanana naye. Msaidizi wa kufanana naye. Bwana Mungu akamfanyiza katika Adamu. Haleluya. Kutoka katika ardhi kila wanyama wa msituni na ndege wa angani akamletea Adamu ili aone atawahitaji. Kila kiumbe hai jina alilokiita Adamu likawa ndilo jina lake. Adamu akawapa majina yao kila mnyama wa kufugwa na ndege wa angani na kila mnyama wa mwituni, lakini hakuonekana wa kumsaidia Adamu aliyefanana naye. Sema hakuonekana. Naomba shika Biblia yako tusome pamoja, ili usilale kama binti yule pale, ili usilale kama yule pale. Haleluya. Fungua kitabu cha Mwanzo sura ya 2 mstari wa 18. Some mstari wa 18 hadi 19. Unaruhusiwa kuangalizia Biblia. Haleluya. Hasokarabashika lirusekarabaya ushutini basatana. Moja, mbili, tusome twende. Yes. Ndio. Naomba turudie wote. Amesoma mtu mmoja, wengine wanamtegemea yeye. Naomba turudie wote. Moja, mbili, twende. Yes. Ndio. Nitamfanyia msaidizi wa kufanana naye. Hasa kala mashika tu. Karatasi ya mtu wa plot kameletwa hapa. Sababu kama ipo mwenye makaratasi yake. Tuendelee mstari unaofuata 19, 2, 3, twende. Yes. Yes. Tusome kwa sauti. Kila kiumbe hai. Ndio. Kuna kitu ambacho mimi sielewa. Namtegemea mtu mmoja wasome, sio? Naomba tusome 19 kwa sauti. 1, 2, twende. Haleluya. Haleluya. Kila jina ambalo Adamu aliwapa wanyama lilikuwa ndilo jina lake. Mara nyingi watu wengi wasiojua Biblia wanafikiri wanyama walipewa jina na mtu mmoja, walipewa majina na Adamu. Na ukumbuke mwanamke pia jina lake aliitwa nani? Adamu. Sema aliitwa Adamu. Kwa hiyo mwanamke pia alishiriki kutoa majina kwa wanyama na viumbe. Sema lakini hakuonekana
wa kumsaidia Adamu aliyefanana naye. Tuko pamoja? Hakuonekana. Sasa nataka upigie mstari neno hilo, hakuonekana. Hakuonekana. Pasuka na mashika. Hakuonekana. Hakuonekana wa kumsaidia Adamu aliyefanana naye. Hakuonekana kumsaidia Adamu aliyefanana naye. Alitaka aonekane yuko ndani ya Adamu. Adamu alikuwa anajiona, mbona niko peke yangu? Lakini hakuonekana. Kuna pointi pale imeandikwa aliyefanana naye. Nisikize kwa makini, aliyefanana naye. Unasema sijaona kitu kinachofanana na mimi. Inamaanisha unapotafuta kitu unachokifananisha na wewe, maana yake unakifahamu hicho unachokifananisha na wewe. Hauwezi kutafuta kitu ambacho kinafanana na kitu fulani, halafu hicho unachotumia kukifananishia ukijua. Lazima unapotafuta kitu unakifahamu. Sasa Adamu kwanza anajitambua, mimi niko hivi, na kuna kitu ambacho nakitafuta cha namna hii. Mungu akasema hicho kitu labda kipo kwa wanyama, akamletea kundi la wanyama. Adamu akitafuta hicho kitu kwa wanyama, hajakiona. Akasema labda kipo kwenye ndege, kamletea kundi la ndege. Akasema hapana, hicho kitu lina picha yacho ninacho, ila sijakiona kwenye ndege. Akamletea samaki, akamletea viumbe, atafuta hicho anachokifananisha na anachokifikiria yeye. Haleluya, haleluya. Hicho anachokitafuta yeye kukifananisha hajakiona. Ndipo Biblia inatuambia jambo la ajabu, mstari wa 10. Tunaendelea kusoma Biblia. Maana Yohana Mbatizaji akaingiza kwenye begi na kuitoa, kaa nayo. Darasa lijaisha mpaka kieleweke. Pasikalaba shekalaba. Sema lakini hajaonekana wa kumsaidia hata aliyefanana naye. Mstari wa 10 nasemaje? Sura ya 2 Mwanzo. Nimesema 19:20 na maanisha 20. Mstari wa 20. Tulikuwa Mwanzo sura ya 2:18. Adamu akawapa majina yao kila mnyama wa kufugwa na ndege wa angani, kila mnyama wa mwituni, lakini hakuonekana kumsaidia aliyefanana naye. 21. Tusome ndio tena. Rudia tena. Bwana Mungu akamletea Adamu usingizi mzito, naye akalala. Kisha akatwaa ubavu wake mmoja, akafunika nyama mahala pake, na ule ubavu aliyoutwaa katika Adamu Bwana Mungu akaufanya mwanamke, akamleta kwa Adamu. Haleluya, piga makofi Yesu. Adamu amekosa kile kitu anachokifananisha kwenye akili yake. Kuna kitu natafuta. Mungu anasema labda angalia kwenye wanyama, na nimekosa.
kwenye ndege nimekosa, kwenye samaki nimekosa, kwenye wadudu nimekikosa. Hicho kitu unakijua, ndio nakijua, kiko wapi? Ndio maana nakitafuta. Ana picha ya kitu anachokitafuta, amekikosa kwa wanyama na kwenye ndege. Hicho kitu ni mwanamke. Punguza kidogo. Hicho kitu ni mwanamke. Mwanamke ni nini? Ni nguvu, ni uwezesho. Haleluya! Ni nguvu iliyoumbwa ndani ya roho. Haleluya! Kumbuka uumbaji wa Mwanzo 1:26 ni uumbaji wa roho. Mungu aliumba roho ya mwanaume na ndani akaweka roho ya mwanamke, nguvu. Baadaye nitakueleza kwa nini wanawake wanaitwa jina kama la Roho Mtakatifu, wakaitwa wasaidizi. Ni nguvu iliyokuwa ndani ya mwanaume, iliumbiwa ndani ya mwanaume. Siku mwanaume alipoumbwa, hii nguvu iliumbiwa ndani, inaitwa mwanamke. Sio kitu tangible, sio kitu cha kushikika, ni energy fulani, ni nguvu fulani imo ndani, ambayo ikitolewa ikatengenezwa inakuwa ni kitu halisi. Amen. Haleluya. Siko pamoja? Ambayo ikitolewa ndani inatengenezwa kitu halisi. Ile nguvu iliyokuwa ndani ya Adamu ilituma mwanamke. Ndio maana Roho Mtakatifu anapokuwa ndani anaitwa msaidizi. Ni nguvu. Ile Matendo 1:18, nani mtapokea nguvu akisha kuachilia juu yenu Roho Mtakatifu. Mwanamke naye ni nguvu iliyoumbwa ndani ya mwanaume. Ile nguvu iliyokuwa ndani ya mwanaume, Adamu anataka ile nguvu itoke, iwe kitu fulani hivi, iwe kitu fulani hivi, iwe kitu cha kuonekana, isiishie tu kuwa ndani, iwe ni kitu cha kuonekana, iwe ni material tangible, material ya kushika. Adamu akadisaidi mchoro wa ile nguvu itakayotoka iwe kitu gani, ionekane namna gani. Ndio maana alikuwa anatafuta katika wanyama hicho kitu, akifananisha na hicho anachokiona kwenye akili yake. Hakuonekana wa kufanana na yeye, wa kufanana nani? Na Adamu. Adamu yupi? Adamu aliye ndani ya Adamu. Sio, unanielewa? Hebu sema kuna Adamu ndani ya Adamu. Sema Adamu anatafuta Adamu ndani ya wanyama. Usipoielewa vipi? Wote waliitwa Adamu. Sasa Adamu akaanza kumtafuta Adamu. Yeye ana picha ya Adamu aliye ndani yake, atakuwa anafanana hivi, lakini hiyo picha, muonekane, hilo umbo halioni kwa wanyama, halioni kwa samaki na ndege. Ila umbo analo kichwani mwake, anapisha. Mungu anamletea, hebu nione ukitafuta hicho kitu kwa wanyama,
Halafu Mungu anasikiliza, je, katika hivyo vitu kuna kitu atakiita mwanamke? Hakuna. Akajikuta ametoa majina tu kwa viumbe vingine, kila kiumbe hai kilichokipa jina ikawa ndio jina lake. Akajikuta anasema tu, wewe ni simba, wewe tembo, wewe ng'ombe, wewe pua, wewe mdomo mrefu, wewe mamba, wewe mdomo mkubwa lakini nyama laini, wewe kiboko. Hakuna kitu alikiita mwanamke, maana ana picha ya huyo Adamu aliye ndani yake. Ana picha. Hakuonekana aliyefanana naye, fanana na Adamu. Maanake huyu Adamu wa nje ana picha ya Adamu wa ndani, anafananaje? Na huyo Adamu wa ndani amemkosa kwa wanyama na ndege. Maandiko yanasema Adamu wa mwili huyu akaamua kujikabidhi kwa Mungu. Sema amina kama tuko pamoja. Nyosha mkono kwenye juu nione. Alafu mwamshe ile binti pale. Haleluya Bwana. Punga mikono hivi. Tunapunga mikono binti. Tunapunga mikono. Punga mikono unashaka mwingine. Shaka. Sawa. Adamu mwingine huyu. Maandiko yanasema Bwana Mungu akamletea Adamu usingizi mzito. Sikiza nikufundishe formula, punguza kinanda kidogo. Hii ni formula ya Mungu ya namna ya kutoa majibu yaliyo ndani yako. Asante, nielewa hapo. Basi unapikia wewe utakuwa nani kesho? Huyo ni Adamu aliye ndani ya Adamu. Mwingine ana aina ya nyumba anataka kujenga kesho. Huyo ni Adamu aliye ndani ya Adamu. Mwingine ana picha ya gari anataka kununua ndani yake. Mwingine ana aina ya mwimbaji anayekwenda kuwa ndani ya hapa majina la Yesu. Sema amina kama unaamini. Pokea Yohana, ubarikiwe sana. Sema amina. Sema nina picha ya Adamu aliye ndani ya Adamu. Haleluya. Alichokifanya Mungu akampa Adamu usingizi mzito. Nini maana ya ule usingizi mzito? Maana yake sasa unapotafuta unachokitafuta ndani ya vitu vya kawaida, unapokikosa katika mazingira ya kimwili ya duniani, Mungu anataka ujikabidhi kwake. Mungu anataka ujikabidhi. Adamu akalala usingizi mzito mbele za Bwana. Maana yake alijikabidhi kwa Mungu. Biblia inasema katika Zaburi 37, mkabidhi Bwana njia zako, pia umtumaini naye atafanya. Jikabidhi kwa Bwana. Haleluya. Alijikabidhi kwa Bwana. Kule kulala usingizi mbele za Bwana haikumaanisha kwamba eti analala asisikie maumivu. Mungu sasa anataka atoe Adamu ndani ya Adamu. Anataka atoe nyumba ndani yako. Anataka atoe mtaji ndani yako. Anataka atoe mimbaji maarufu ndani yako. Haleluya. Sema amina. Bado sema amina nisikie. Sema amina nyingine nisikie. Kule nyuma. Haleluya jamani. Bintangu. Haleluya. Kama kuna tukucha. Bwana Yesu asifiwe. Anatoa Adamu ndani ya Adamu. Sitarefusha ile somo kwa sababu nimechoka. Nitamalizia kidogo tu. Haleluya. Mungu anatoa Adamu ndani ya Adamu. Baada ya Adamu kuwa amejikabidhi mbele za Bwana, kulala usingizi maana yake umeamua kuwa totally surrendered. Umeamua kujikabidhi kwa Mungu. You render yourself to God. Umejisubmit 100%. Kwamba Mungu, akili zangu
na moyo wangu na fahamu zangu na akili zangu na nguvu zangu zote na kuachia wewe. Siwazi chochote zaidi ya wewe. Unipe ninachokihitaji, unipe ninachokiona, utende kama Mungu, unifanyie ninachokiona. Sio akili zangu tena, situmii moyo wangu tena, na kutumainia wewe Mungu. Najikabidhi kwako Bwana, najiachia mbele zako. Wewe ndiye ukatende, wewe ndiye ufanye, wewe ndiye Mungu na wala mbele zako. Wewe ndiye Mungu na kutumainia wewe, maana imeandikwa wamtumainiao Bwana ni kama mlima Sayuni, hautatikisika, wakaa milele. Wamtumainiao Bwana hawatatahayarika. Akamtumaini Bwana, akaa mbele za Bwana, akajiachia mbele za Bwana, ili Mungu ampe haja ya moyo wake. Sema amina. Sema najiachia mbele za Bwana ili Bwana nipe haja ya moyo wangu. Muulize mwenzako, na haja ya moyo wako hapo ulipo? Yuko amechoka tu hapa, hata akili na shughuli. Sana sana akili yake inawaza kama nachelewa kwenda kwenye bishabisho zangu. While I'm talking about your future, maisha yako ya kesho, na kuonyesha procedures za hatua za kupitia kupewa na Mungu maono ya maisha yako, ndoto za maisha yako, matamanio ya moyo wako, haja ya moyo wako, hitaji la moyo wako. Adamu alikuwa anahitaji. Kuna mtu yuko ndani yake anatakiwa atoke amuone waziwazi. Leo kuna mtu yuko mahali hapa, kuna gari anaiona ndani yake, kuna huduma anaiona ndani yake, kuna viwango vya upako anaviona ndani yake, kuna mega church anaiona ndani yake, kuna neema anaiona ndani yake, kuna mataifa anayaona ndani yake. Sema amina. Kama hujasema amina siyakuelewa, sema amina. Haleluya, haleluya. Punga mikono kama tuko pamoja. Sema kuna Adamu yuko ndani ya damu. Sema kuna mfupa uko ndani yako, unatakiwa kutolewa ufanyike majibu yako. Mwizi mwenzako, unaona nini ndani yako? Watu wanaokufa haraka ni watu wasio na maono. Anaishi tu bila kujua kwenye maisha haya ana ndoto gani anang'ang'ania azifikie. Una picha kitu ambacho unataka ukifikishe. Wewe ni mwimbaji, una viwango ndani ya moyo wako unataka kuvifikia. Usiimbe tu kwa just kuimba, no. Biblia inasema kipawa ni kama kito cha thamani machoni pake aliyenacho, na kigeukapo huyo anafanikiwa. Mungu ameweka kipawa ndani yako, ndio mafanikio ya maisha yako, ndio mafanikio ya maisha yako. Kipawa chako ndio nyumba yako, kipawa chako ndio gari lako, kipawa chako ndio utajiri wako. Lazima ujione mahali fulani hivi, jione uko mahali fulani hivi, jione wewe ni fulani hivi. Haleluya. Aliyejiona apokee kwa jina la Yesu, na Mungu anakwenda kutoa hayo maono ndani yako, na inakwenda kuwa halisi. Sema amina, amina. Haleluya. Sema kuna mwanamke ndani ya Adamu anatakiwa kutolewa ndani. Ni sawasawa na mtu anasema kuna nyumba. Yes, kuna viwango unaviona ndani yako. Kuna viwango Adamu alijitafuta ndani yake, akasema hapana, sio hawa wanyama, kuna kitu nakiona ndani. Sio kwenye tembo, akiwa kwenye tembo, akiwa kwenye simba, akiwa kwenye samaki, ninakijua mwenyewe. Haleluya. Wewe ni pekee sana, una jambo la pekee ndani yako. Kuna kitu ambacho wengine hawana, waimbaji wengine hawana. Kuna viwango ambavyo wengine watafikia. Kuna ramani ya nyumba itawahi kujengwa, kuna biashara itawahi kufanyika. Nasema kuna viwango unatamani kufikia. Anza kuangalia ndani yako, anza kuangalia ndani yako, anza kuangalia ndani yako. Kuna Adamu mwingine ndani yako. Haleluya, haleluya.
Sema amina, amina, amina. Pigie makofi, haleluya, pigie makofi Bwana. Mwizi unaweza kumwambia unaona nini ndani yako? Unaona nini ndani yako? Mwambie kitafute. Umebeba nini ndani? Sema kuna Adamu ndani ya Adamu. Haleluya, haleluya. Adamu anajua tangu siku nilipoumbwa kuna mwanamke aliumbwa ndani yangu. Kila anapotembea anajua siko peke yangu, kuna mwanamke yuko ndani yangu. Simuoni kwa wanyama, yuko ndani yangu. Simuoni kwenye samaki, yuko ndani yangu. Adamu anatembea na mwanamke ndani yake. Ni sawasawa na muone Yohana anatembea hapa na magari hapa ndani yake. Kuna mtu anatembea na kumwata kama ndani yake. Kuna mtu anatembea na kumwata kama ndani yake. Kuna mtu anatembea naona na biashara kubwa kama ndani yake. Kuna mtu anatembea naona mtaji mkubwa mwingine. Naona safari za kimataifa. Kuna mtu anatembea na viwango vingi ndani yake. Wale sio watu wengi, kuna huduma kubwa. Kuna watu wanatembea na huduma kubwa. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kuna neema kubwa unatembea nayo. Nasema kuna wanawake ndani ya gari. Nasema kuna neema. Haya, sema bila. Hey! Una sababu ya kuishi, kwa sababu kuna matendo makubwa bado hujayashuhudia. Kuna matendo makubwa bado hujayashuhudia. Bado hujampata wa kufanana na unachotaka, wa kufanana na hicho. Bado hujafikia kwenye kufananishwa na hicho. Bado hujawa kama unavyoona. Bado hujapata wa kufanana na wewe. Mama zako umeshafikia wa kufanana na wewe. Mwanzo umeshafikia wa kufanana na wewe. Muulize tena, umeshafikia viwango vya kufanana na wewe? Mwambie wewe sio huyo unayeonekana. Mwambie wewe ni huyo unayejiona. Wewe ni huyo unayejiona. Mwambie mzako unajiona wapi? Hebu jione kwenye kesho yako, unajiona wapi? Unajiona wapi? Hebu jione. Umeshafikia wa kufanana na wewe? Kama bado wewe uko tangu kwa ajili yako. Kama bado wewe uko tangu kwa ajili yako. Nasema niko tangu kwa ajili yako. Nasema niko tangu kwa ajili yako. Piga kelele, sema amina moja. Kwa watu watatu waliomaanisha kupokea, sema amina. Kwa watu watatu waliomaanisha kupokea. Mwambie pokea, mwambie pokea. Mwambie pokea. Halafu mwambie tena, mwambie umeshafikia viwango vya kufanana na wewe. Mwambie wewe ni nani? Mwambie wewe ni nani? Mwambie wewe sio mtu. Mwambie wewe ni yule unayejiona. Mwambie inua macho yako tazama. Wewe ni nani? Haya ya. Haya ya. Wewe ni nani? Wewe ni nani? Wewe ni nani? Bado hujafikia wa kufanana na wewe. Bado kabisa hujafikia wa kufanana na wewe. Wewe utajitafuta kwenye familia yako, haumo viwango hivyo, haumo. Kwenye ukoo wako bado haumo. Umejitafuta kwenye ukoo wako, hakuna wa kufanana na wewe. Waangalie wenzako, mwambie jitafute mtaani, hakuna wa kufanana na wewe. Mwambie yupo kama wewe, lakini bado sio wewe kabisa. Bado hajawa wewe, bado hajawa wewe. Ndio maana duniani wewe ni special hapa duniani. Nakwambia duniani wewe ni special hapa. Ndio kuna anayefanana mbalimbali na wewe, lakini bado sio wewe. Wewe gumba linakwako linakuonesha wewe ni pekee. Wewe ni peculiar, wewe ni special. Wewe ni maalum. Nasema bado hujapata wa kufanana na wewe. Nione nani anayekutambua yeye ni nani. Nyosha mikono juu. Nyosha mikono juu. Haleluya. Mimi hapo unayeniona bado sijafikia wa kufanana na mimi. Naendelea kumtafuta
wahubiri na watu wenye TV bado ni mwenyewe najitafuta. Haleluya. Bado sijafikiwa kufanana na mimi, kwa sababu ninapojijua mimi nilivyo ninataka kuwa, najitafuta kwanza, najitafuta kufanana na Mungu. Adamu anamtafuta kufanana na Adamu. Adamu anamtafuta kufanana na Adamu. Adamu anamtafuta wa kufanana na nani? Na Adamu. Haleluya. Yohana anamtafuta wa kufanana na Yohana. Alexi anamtafuta wa kufanana na Alexi. Amani anamtafuta wa kufanana na Amani. Musa anamtafuta wa kufanana na Musa. Unajitafuta kwanza mwenyewe. Nyakati za leo watu wameenda vice versa. Adamu alikuwa anamtafuta Adamu, lakini siku hizi watu leo wanatafuta mke baada ya mwanamke. Nitakuelezea vizuri. Wanatafuta mke, akili zao zinawaza mke, hasiwazi mwanamke, nguvu, uwezesho, neema, haleluya, ya kuwa kitu fulani. Wanaweza sifa. Wanawake mpo, nyendo mkashangilia zaidi, lakini mmekausha. Msiwe na wasiwasi, sichukui muda wengi mwingi. Kamaliza kabisa. Sema amina. Sema Adamu akamtafuta wa kufanana na Adamu. Huyo Adamu mwingine ambaye anafananishwa alikuwa wapi? Ndani ya Adamu. Una uwezo wa kujitafuta na ukajigundua bado sijajipata, sijawa vile ninavyojiona. Kama hauna picha kwa habari ya wewe ni nani, wewe ni Adamu asiye na kitu ndani. Ni Adamu asiye na future, ni Adamu asiye na kesho, ni Adamu asiye na sababu ya kuendelea kuishi, kwa sababu hana anachokitumainia kukiishi. Mtu asiye na maono, mtu asiye na picha, mtu asiye na Adamu ndani ya Adamu. Akiamka asubuhi kumekucha. Ukimuuliza unawaza nini kwa habari ya mwaka huu, unaona nini kwa habari ya mwezi ujao? Mchungaji, tunasubiri mvua tu tuione na nyesha. Ila habari yake hajui anafanya nini, hajui yeye ni nani, umeumbwa kwa ajili ya nini. Usiniambie kazi ya msalaba yote ya Yesu, kuzaliwa mpaka kufa mpaka kusulubishwa, ni wewe uishie maisha ya kuwa na huzuni tu. Haiwezekani. Haiwezekani. Haleluya. Kuna viwango Yesu anatupeleka. Tuko pamoja. Wamama pigeni vigelegele niwasikie kama mpo. Nasema wamama pigeni vigelegele na mabiti. Haleluya. Mwambie mwenzako, wewe ni nani? Wewe ni nani? Mwizo, wewe ni huyo. Mwambie umelisika kabisa, wewe ni huyo. Umelisika kabisa, wewe ni huyo. Mchungaji, mimi nimeshalizika tu na vyote, kwa sababu sasa hivi umri umeenda, siwezi hata kuolewa. Wewe jana mwingine ananipigia simu, baba mimi nina mimba, nimezaa na mimba kubwa tu, nina mimba. Si unajua baba, umri wangu umeenda. Nikamwambia kila mwenye umri ulioenda ndio azini azae. Baba, unajua tena mashabi yameshaanza kushuka, kwa hiyo kuolewa kugumu. Hujajitafuta ukajijua ni nani. Ni hazina ambayo umeificha kwa mapigo ya shaba na ya chuma. Mungu atakwenda mbele yako, atapunja milango ya shaba na ya chuma, kata mapigo ya chuma. Baba, nimezaa. Baba, nina mimba kubwa tu. Kama uko serious. Unajua chakifanya siku zote, muujiza wa kujitengenezea una gharama. Kama unabisha, muulize Adamu na muulize Ibrahim na Sara. Mungu ameahidi kuna atakayezaliwa na Sara. Kuna atakayezaliwa na Sara, atakwenda
kwenda kuwa ndiye uzao wa Ibrahimu. Sara akasema mimi nakutengenezea muujiza sana mjakazi. Matatizo leo yameendelea, hayajawahi kuisha pita. Ndugu wanapigana leo Palestina pamoja na Israeli. Muujiza uliotengenezwa kwamba unajua nimeshazeeka, nimechoka, siwezi kuzaa tena, siwezi kuolewa tena, sasa zaa na mjakazi. Anatengeneza muujiza ambao utakuja kumgharimu kesho. Amemeza kwa muujiza wa kutengeneza. Mwambie ni furaha ya muda, lakini ina gharama kubwa. Vita iliyoko leo kule Mashariki ya Kati ni kwa sababu ya muujiza wa kutengeneza. Serious. Waitengeneza muujiza. Kama Mungu amechelewa kunipa mtoto, tutengeneze mtoto kwa mjakazi. Tutengeneze mtoto kwa mjakazi. So what happened? Mpaka leo watu wanauawa. Jitafute wewe ni nani. Baada ya kujijua kwamba kuna Adamu ambaye nimemkosa kwa wanyama, kuna mimi ambaye nimejikosa, nimekosa kufananisha naye. Hatua ya pili, akaamua kuyield, akaamua kulala usingizi, kujikabidhi kwa Bwana. Kuna wakati unafikia unakosa kila namna ya kufanya chochote. Huoni njia, huoni support, huoni kushika mkono, huoni kusemesha, huoni kukwambia chochote, huoni hata ndugu kutia moyo, huoni hata rafiki anakuambia halo, huoni chochote, uko peke yako. Huo ndio muda wa kujikabidhi kwa Mungu, kwamba Mungu, wewe sasa fanya upendavyo, unipe hii haja ya moyo wangu. Amen. Unipe haja ya moyo wangu. Bwana akampa Adamu usingizi mzito. Sema usingizi mzito. Adamu alipolala usingizi, maana kasema Bwana akautwaa ubavu wake, akaufanya mwanamke. Ukisoma Biblia kimwili huwezi kuielewa. Watu wanafikiri ubavu wa Adamu. Kwa baada ya kutoa ubavu wa Adamu, Adamu alibaki na shimo hapa ubavuni. Kulibaki na shimo, sivyo? Hasa ni kitu gani ambacho Mungu alikitoa kinaitwa ubavu? Adamu wa ndani. Adamu wa ndani. Mungu akamchukua Adamu wa ndani, alafu akamleta katika umbo lile lile. Sasa ubavu hapa ni nini? Ubavu ni ile taswira, umbo, muonekano alio design ya Adamu. Kwa taarifa yenu wanawake wote na mabinti, design ya muonekano wenu ni Adamu. Design ya muonekano wenu ni Adamu. Ndio maana alikuwa anatafuta kitu cha kufananisha, maana ana picha ya anachokitaka, lakini akioni kwa wanyama. Ndio maana wanaume kuna vitu ambavyo huwa wanaangalia. Unakuta mwanaume anamwangalia mwanamke mpaka anajigonga tiko. Ukimuuliza angalia ni asema aise, anajua anachoangalia ni. Wanaume halo, unajikausha kwa unaangalia. Sema halo. Kwani uangalia. Kila mwanaume anavutiwa kutazama mwanamke. Ndio maana mpaka Daudi akasema nimefanya agano na macho yako. Kwa nini kumwangalia mwanamke? Kwa sababu kila kimwangalia mwanamke anasogeza awe ni mke wangu.
wote wanapendeza, wote wanavutia, wote wana shepu nzuri. Kwa kila Daudi akiangalia haya, mwisho akaamua kuweka agano na macho yake. Kwanzia leo unaweka agano na macho yake. Aleo tuko pamoja. Amen. Ni mwanaume gani ambaye huwa anapenda kumwangalia mwanaume wenzake anatembea eti anavutiwa? Lakini ukimwona mwanamke anapotembea, muonekano wake alivyoumbwa, hii design alichora Adamu, ndio inaitwa mfupa wangu. Hii design ndio mfupa wake. Hivi kati ya mwanaume na mwanamke nani anavutia? Kwanza sisi tulifinyangwa. Manyoya yamejaa mdomo mzima. Haleluya. Manyoya yamejaa mdomo mzima. Hata hatuvutii. Sio anaga amedaga nini wanaume. Lakini sababu ni design ya Adamu, ni mfupa wa Adamu. Sema mfupa wa Adamu. Mchoro wa Adamu. Design, ramani ya Adamu. Adamu ndiye aliwa design. Akidesign kitu ambacho kitamfurahisha, atakifurahia. Wanawake wote wanapendeza. Amen. Mungu akachukua hiyo design akaifanya mwanamke, na Adamu akasema, kuanzia leo utaitwa mwanamke, kwa maana ulitwaliwa katika mwanaume. Pigia makofi Bwana Yesu, haleluya. Wanawake mtupigie makofi wanaume, sisi ndio design yenu. Hata kama mliziki tulivyo design. Nililetewa kesi ya Arusha mtaka hiyo. Mama akaja analia mpaka sauti imemkauka. Mwanaume namwacha, analia. Mume wake ni mtendakazi kanisani kwangu. Kaambia Ample, kuna shida gani? Anaambia baba, wanawake hawa kama Mungu mwenyewe hawezi kuwaridhisha, mimi nimfanyie nini mpaka ridhike? Mungu amewapa nywele, wanataka za kwao. Kope wanataka za kwao. Kucha wanataka za kwao. Makalio wanataka ya kwao. Hips wanataka za kwao. Kila kitu sasa wanataka cha kwao, mpaka pua. Hanihudumii, hanipi matumizi. Akasema Mungu mwenyewe hawezi, Mungu mwenyewe hawezi. Sio hapa lakini design ya Adamu akawa design. Haleluya. Haleluya. Sema design ya Adamu. Sema design ya Adamu. Kwa kidogo kidogo. Sema design ya Adamu. Watu wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Mwambie zako una mfupa ndani yako. Mwambie una mfupa, una design ambayo unataka uikabidhi kwa Mungu leo. Aifanye kuwa hicho unachokiona. Hasa usiponielewa utakuwa unawaza mfupa wa ubwabwa wa leo. Jamani, ni saa ya chakula. Haleluya. Naona mtu mmoja kaamka. Neno la Mungu. Haleluya. Funga mkono kama tuko pamoja.
Na kuangalia usoni, punga mkono. Sema amina. Sema mimi ni Adamu. Wanawake sema mimi ni Adamu wa kike. Nilitolewa katika Adamu wa kiume. Sema mimi ni nguvu. Wanawake ni nguvu. Mwanaume ni pumzi ya Mungu. Mwanamke ni nguvu iliyoumbwa ndani ya pumzi ya Mungu. Sasa kama nielewa sentensi yangu. Mwanaume ni pumzi ikaingia ndani ya mwili. Ile pumzi ndani kuna nguvu inaitwa mwanamke. Amen. Wewe ni energy, ni nguvu iliyotengenezewa mfupa ramani. Halafu Mungu anachukua nguvu ile akatengeneza kwenye ramani ya Adamu, ukatoka wewe. Ndio maana umeitwa jina msaidizi. Hakuonekana wa kumsaidia Adamu. Ukisoma kitabu cha Warumi 8:26, Roho Mtakatifu anaitwa msaidizi. Roho naye hutusaidia udhaifu wetu. Kwa maana hatujui kuomba jinsi tupasavyo, bali yeye hutuombea kwa Mungu kwa kuugua kusikoweza kutamka, kama apendavyo Mungu. Na mwanamke anaitwa msaidizi, ni nguvu. Sasa kuna kitu nataka uelewe hapa cha mwisho. Mwanamke ni nguvu ambayo ni jeshi, ni kama katapila. Ni kama katapila. Nikikwambia moa iguzwa kwa mikono yako huwezi kuing'oa, lakini nikikupa kisaidizi, maana kisaidizi kina nguvu kuliko kinachosaidia. Tuko pamoja? Sasa wanawake wengi hawajui kutumia nafasi zao, nguvu zao. Shetani anawabadilisha matumizi. Badala ya kutumia usaidizi waliozaliwa nao, ile neema yao, ile nguvu yao katika kufanikisha mambo, Shetani amewaelekeza kwenye matumizi mengine kabisa. Mwanamke alipokula tunda, hakuna kilichotokea. Mwanamke ndiye wa kwanza kupata maarifa kwa mujibu wa Biblia, Mwanzo 3:6. Mwanamke alipoona ule mtu apendeza kwa macho, wafaa kwa chakula, alitoa matunda akala. Ndio mtego wao uko pale. Wanawake wengi wamekamatwa na vitu viwili. Yeye haangalii hatima ya kitu, anaangalia kinapendeza macho na kinafaa kwa kuliwa. Hajui kitadumu kesho, kitakuwa chema, ili mali kinapendeza macho, ili mali kinafaa kwa chakula. Ni handsome kabisa. Kweli huyu anafaa kwa kuliwa. Haleluya. Ni meupe. Nikipita leo wataniona mabinti mtaani, watanitambua, watanijua mimi ni nani, watajijua, watanikoma, kwa sababu anapendeza macho na anafaa kwa kuliwa, bila kujua kesho huyo mtu ni nani. Haleluya, haleluya,
haleluya, haleluya, haleluya, haleluya, haleluya, haleluya, haleluya, haleluya, haleluya, haleluya, haleluya, haleluya. Piga makofi Yesu, haleluya. Mwanamke ndiye wa kwanza kupata maarifa. Ukisoma Biblia mstari wa 6, mwanamke akatoa matunda katika mti ule akala, kisha akafa na mewe naye akala. Wa kwanza kula matunda ni mwanamke. Ule mti ulikuwa ni wa maarifa, alianza kula. Baadaye akampa mwanaume naye akala. Na ndio maana Mungu alipomuuliza mwanaume swali likawa la jibu likawa la ajabu. Swali fupi tu, Adamu uko wapi? Adamu uko wapi? Tunasema tu nipo kanisani, au unasema tu niko nyuma ya spika. Lakini akauliza Adamu uko wapi? Akasema niko uchi. Hilo swali linaendana na jibu. Adamu uko wapi? Niko uchi. Mungu akamuuliza, umelielewa swali? Umeelewa swali? Where are you? Not in a state of wearing. Uko wapi? Akajibu niko uchi. Eti mama, kweli jibu swali. Kwa sababu mwanaume alichelewa kupata maarifa. Na ndio maana Mungu akaweka sasa mwanamke ndio amlinde mwanaume, sio mumewe, mwanaume. Kila mwanaume unayemuona unatakiwa kumlinda. Haleluya. Mwanamke nini? Mwanamke kiroho ni nguvu kabisa. Mwanaume kimwili ni nguvu, mwanamke kiroho ni nguvu, mwanaume kimwili ni nguvu. Na ndio maana ili mwanamke aweze kudhibitiwa, hiyo nguvu yake isivuke mipaka, akaambiwa utii chini ya mwanaume. Lengo ni kumcontrol nguvu hiyo. Unajua kwa nini Mungu amesema usiache mwanamke mchawi kuishi? Kwani wanaume wachawi hawapo? Nauliza, kwani wanaume wachawi hawapo? Kwa nini mwanamke akiwa mchawi asiishi? Ni hatari. Nguvu ya mwanamke kiroho akiitumia kwenye uchawi ni hatari, akiitumia kwenye mambo mema ni hatari. Shetani amewabadilisha matumizi, wanatumia nguvu zao kwenye kusambaza chuki, umbea, wadui, vita, kusutana, kushushuana, kupashana na vingine kama hivyo. Leo nakuja kumpasha, tunampasha, tunamshua. Wakaacha matumizi ya neema walionayo. Sasa nataka leo nikuoneshe kitu cha muhimu sana cha mwisho. Panapotokea jambo linalohusu ushindi wa Mungu, Mungu alitaka wanawake waomboleze. Ujio wa Yesu duniani, kuna mwanamke aliomba mpaka Yesu akazaliwa. Mwanamke akitumia neema alionayo kwenye maombi kukuombea,
kuombea taifa, kuombea kanisa, kuombea familia. Hiyo ni silaha tatu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nachokitaka ni jambo moja tu leo. Ninataka ujikabidhi kwa Mungu. Tafuta hitaji la moyo wako, halafu ujikabidhi kwa Mungu. Mwambie Mungu, hiki ndicho nachokitaka. Huyu ndiye Adamu ninayemtaka. Huyu ndio uponyaji ninaotaka. Haya ndio majibu ninayotaka. Huu ndio muujiza ninaotaka. Huu ndio ushindi ninaoutaka. Tafuta mfupa ndani yako ambao Mungu ataufanya kwa kitu halisi. Rudi wakati wako. Hebu ukiwa umekaa pale, fumba macho yako. Tafuta ndani yako, unataka Mungu akufanyie nini? Akufanyie hicho unachokiona, akupe hicho unachokiona. Tengeneza mfupa ndani yako, tengeneza kitu ndani yako. Tafuta mfupa, tafuta picha, tafuta uponyaji unaotaka. Tafuta aina ya watoto wako unaotaka kuwaona. Watoto wenye adabu, wanamwabudu Mungu, wanakwenda kanisani. Tafuta aina. Hicho ndio kinaitwa mfupa wako. Adamu anamtafuta Adamu. Tengeneza Adamu ndani yako ambaye umemkosa katika wanadamu, katika wanyama, ndege, katika familia. Tengeneza wewe ni nani, jione wewe ni nani. Huyo ndio ambaye unatakiwa kuwa. Tunataka tuingie kwenye zoezi la kujikabidhi kwa Mungu. Ushikalabasi. Ushikalabasi. Pashakalabasi. Naomba simama kila mmoja. Ushikalabasi. Nataka ujikabidhi kwa Mungu. Mungu amtoe huyo mwanamke ndani yako. Mungu amtoe huyo mwanaume ndani yako. Mungu atoe huyo Adamu aliye ndani ya Adamu. Nyosha mkono juu, sema Baba Mungu wangu. Sielewa kwa nini watu wengi wamekuja kanisani kama vile Recreation Center. Umekuja kwa ajili ya majibu yako na Mungu. Ndio wakati wenyewe huu. Jitume, nilikusemesha kitu, jitume. This is not a recreation center. Ni sehemu ambayo unatakiwa kukutana na Mungu, iwe faida yako Jumapili. Hata nikikupa 100,000 sitakusaidia baba. Maisha yako sio 100,000, wewe ni zaidi ya 100,000. Wewe ni zaidi, lazima jitafute. Wewe ni nani? Umesikia hili neno ambalo umelisikia. Ni wakati ambao unatakiwa ulale usingizi mzito kwenye utukufu wa Mungu, sio kimwili. Maana yake masikio yako uyafunge kusikiliza kelele za nje. Sikiliza moyo wako na kumwabudu Mungu. Maana yake roho yako sasa inakwenda kusarenda kwa Mungu 100%. Ili Mungu akupe haja ya moyo wako, lazima ujikabidhi. Usipojua siri ya kujikabidhi kwa Mungu, huwezi kubadilika maisha yako, huwezi kubadilisha. Mimi ni mchungaji miaka mingi sana, najua anachokwambia. Hata waimbaji, mimi nimeimba, nimepiga muziki na kina Remi Ongala. Yes, Remi Ongala ni mwana muziki. Nimekuwa na watu wengi tu kwenye studio za kina Mapigo, kina Lije. Tumefanya kazi nyingi.
lakini kajifunza. Kila utakayemuuliza nakwambia Mungu amenifikisha. Wewe unataka kujifikisha mwenyewe, Mungu akufikisha hapo hivi. Kama nataka Mungu ndiye akufikishe kwenye viwango vyako, jikabidhi kwa Mungu. Mungu akamlaza Adamu usingizi, manake alimtenganisha na mawasiliano ya kidunia hii, akamconnect na Mungu. Nataka moyo wako wache kuwaza vyovyote vingine. Kata connection kati yako na dunia hii. Rudisha moyo wako na Mungu. Rudisha akili zako mbele za Mungu. Acha kuwaza muda, acha kuwaza chakula, acha kuwaza unachelewa. Unaweza kuwahi lakini maisha yasibadilike. Unaweza kuwahi nyumbani na maisha yako yale yale, na mateso ni yale yale. Huu ndio wakati wa thamani sana. Acha kuwaza njaa. Utakula, utashiba na bado utabaki na yale yale maisha. Hebu nataka ukabidhi Mungu moyo wako. Inua mikono mbele. Yesu astahili sifa na utukufu. Yesu astahili. Yesu astahili. Yesu astahili. Sema Yesu astahili. Sema. Kila mmoja sema Yesu astahili. Mwambie Yesu astahili sifa na utukufu. Wastahili 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 sifa na utukufu. Ni wewe ndio utakayenifanya na nataka kuwa. Wastahili sifa na utukufu. Wastahili sifa na utukufu. Wastahili sifa na utukufu. Ndio, endelea kulala usingizi. Washekeleba, endelea kulala usingizi. Endelea kujitenga na mahusiano ya dunia hii. Wastahili sifa na utukufu. Wastahili sifa na utukufu.